Tuanze yetu ya mashinani. Kwa kipindi cha miaka miwili iliyopita, zaidi ya watu 60 katika kaunti ya Makueni wamekufa maji katika mito tofauti tofauti, huku 4 waliobebwa na maji wakikosekana kabisa hadi hii leo. Hiyo ilikuwa mwaka jana. Sasa shirika la Msalaba Mwekundu linasema kuna hatari wakati mvua inaponyesha maeneo ya Makueni, huku visa vingi vikitokana na mapuuzi ya wananchi ya kutozingatia tahadhari ambazo zinatolewa msimu wa mvua. Mwanahabari wetu Brian Nzioki alitembelea maeneo ya Chembeke kuzungumza na wakazi na kukuandalia taarifa ifuatayo. Leo katika makala ya NTV Mashinani hapa kaunti ya Makueni, tumezuru eneo la Chembeke, ni kwenye wadi ya Hilima karibu na barabara kuu ya kutoka mji mkuu wa Nairobi kuelekea Mombasa. Na hapa tunazungumza na wakazi, jambo moja tu ambalo kila mara kaunti ya Makueni wakati kunakuwa na mvua, wakazi wengi huweza kubebwa kwa maji. Na data ambayo tuliweza kupata kutoka kwa shirika la Msalaba Mwekundu ni kwamba zaidi ya wakazi 60 hapa kaunti ya Makueni wamekufa maji, kubebwa tu peke yake, ambapo zaidi ya visa 10 wakazi hapa hawajulikani mahali waliko baada ya kubebwa kwa maji kwa miaka miwili iliyopita. Hapa katika Chembeke tutakuwa tukizungumza na wakazi waweze kutuelezea hisia zao, ni yapi yale ambao yanaweza kufanywa na ni nini kihini kikubwa kinachosababisha haya kuweza kutokea. Hivyo basi mtazamaji, tembea nami tupate kupasha yanayojiri. Kinategemea bila mvua inakuja kwa sababu kwa wakati wa kiangazi mchanga huwa inafunika mto. Na mvua ikija usiku inaweza kupanua ile mchanga. Mtu wakati wa kukuja anafikiria maji iko wakati jana ilikuwako, mto ukewa umevanuka kwa ulo unyoko wa utongo kupelekwa na maji. Kwa hivyo mtu akiingia kidhania hapo ndio nimevitia jana, akaingia ndani ya shimo. Ile shida iko ya mito ya Ukambani ni kukua kwamba wahandisi wakati walikuwa wanatengeneza barabara au kuweka mikakati ya kuweka madaraja. Zile tuko nazo ni drifts. Unapata mto ni kubwa lakini hakuna daraja ambalo linaweza saidia watu kupita. For instance, unakumbuka Enziu huko Kitui, maji ikakuwa nyingi lakini ukiangalia zile magari zinapitia imewekwa drift badala ya kuwekwa daraja. So tunaomba serikali wakati wanafanya hizi barabara, wahandisi waangalie, wanukuu vizuri na barabara zote ziwekwe madaraja ya kupitia juu. Kuna mto inaitwa Muoni kwa Makueni. Msimu wa mvua uliopita ilikuwa imebeba wananchi karibu 10 na wakapotea wengine wakaonekana. Na ukiangalia the reason as to why hao wananchi walibebwa ilikuwa ni carelessness, kwa sababu waliamua tu kuvuka mto wakiona maji ni mengi, alafu wanachochana wanasema hapa ni kwao na wameshazoea kuvuka. So carelessness ambayo wananchi wako nayo ni nyingine inasaidia, inachangia pakubwa sana. Kwa hivyo ni vizuri wananchi pia wajihadhari. Kama wewe ni mtu wa kutembea na unaona mvua inanyesha, unafaa utulie hadi mvua itulie ndio upite. Na vile vile wananchi wanaomba kuweza kuhamasishwa jinsi ya kujikinga na madhara ya kubebwa na maji wakati wote mvua inaponyesha hapa kaunti ya Makueni. Ni hayo tu kwa sasa, hadi siku nyingine kwenye NTV Mashinani kutoka hapa kaunti ya Makueni. Mimi ni Brian Nzioki.